أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Naam, ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu katika imani, leo nimependa niwaletee mada ambayo itatunufaisha ikiwa tutaisikiliza na kuifuata insha Allah. Mada yenyewe ni kwamba ni vipi tunaweza kuzuia hasira zetu. Kwa ibara nyingine naweza nikaita kwa jina ya musakinatul ghadabi, vitu ambavyo vinaweza kupunguza hasira. Kwanza kabisa, watu wa akhlaqi katika vitabu vya akhlaqi wanasema ya kwamba innal ghadaba miftahu kulli sharrin, hakika si vinginevyo hasira ndiyo ufunguo wa kila baya. Yani leo mtu atakapokuwa na hasira, huenda ikawa kwake ni vipesi sana kufanya kitu ambacho hakukitarajia kukifanya. Akafanya maamuzi ambayo yalikuwa yanahitajia subira, maamuzi ambayo yalikuwa yanahitajia kutulia kwanza. Lakini atakapokuwa na hasira na akashindwa kuizuia hasira yake, basi pengine huenda akafanya kitu ambacho hakikutarajiwa hata kufanyika katika jamii yetu. Na pia wakasema ya kwamba hiyo hasira sawa, anasema waman lam yamlik ghadabahu, na yule ambaye hataweza kumiliki hasira zake, lam yamlik aqlahu. Sawa, mtu huyo pia kuna sababu kubwa sana ya kutokumiliki nini? Akili yake. Kwa sababu mtu atakapokuwa na hasira akashindwa kujizuia, ni dhahiri ya kwamba ameshindwa kuikontrol akili yake, mpaka anafika kufanya mambo ambayo hayakutarajiwa. Ndipo pia watu wa akhlaqi wametupa maneno mazuri yakisema ya kwamba inna iblisa qala, Ibilisi amesema ya kwamba alghadabu rahaqi, hasira ndiyo njia yangu ya ushindi. Sawa, wamisiyadi, na ndiyo mtego wangu. Yani hasira huyu sheitani kupitia hii hasira ameweka hapo mitego yake, ili uweze kujaa katika mfumo wake na aweze kufanyaje? Aweze kukupoteza kupitia hii hasira. Anaendelea kusema ya kwamba wabihi asuddu khiyara alkhalqi anil jannati wa tariqiha, na kwa kupitia hiyo hasira sawa, ataweza kuwazuia hawa waja wema kutokana na pepo. Sawa, maneno haya yakimaanisha ya kwamba kupitia hasira mtu anaweza kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia hasira sawa, mtu anaweza kufanya jambo la kiuharibifu katika jamii, jambo la kiuharibifu katika familia au katika watoto zake na kadhalika. Kwa hiyo hasira ni jambo ambalo inatakiwa tujue ya kwamba ni mtego wa shetani. Sawa, hasira inatakiwa tufahamu ya kwamba ni jambo ambalo shetani ndio ameweka pale mizizi yake. Kwa hiyo tutakapoitumia vibaya hasira zetu au tutakaposhindwa kuzuia hasira zetu, basi pengine huenda ikawa ni sababu ya kutuingiza katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo watu wa akhlaqi wakatuletea vitu ambavyo kama tukivifanya na tukavifanyia kazi, huenda vikawa ni sababu kubwa sana ya kutupunguzia hasira zetu. Ndipo niliposema mwanzo musakinatul ghadabi, vitu ambavyo vinapunguza hasira. Wa minha, miongoni mwazo ni inkana qaiman falyajlis. Huyu mtu ambaye amekasirika hali ya kuwa amesimama sawa, basi akae apumzike kidogo, apumue kidogo. Kama umeuziwa na familia, umeuziwa na watoto, umeuziwa huko kazini, umeuziwa huko shuleni, basi hebu tafuta sehemu nzuri upumzike kidogo.
Hii ni sababu moja katika sababu ambazo zitakufanya hasira yako iweze kupungua. Wakaongeza watu wa tabia nzuri, wanasema ya kwamba wa minha wa in kana qa'idan falyakum, ikiwa umekasirika hali ya kuwa umekaa, basi simama. Sawa, simama, angalia sehemu ambayo ni nzuri, pumzika huko. Kwa hiyo hivi pia ni vitu ambavyo vinamfanya mwanadamu aliyokasirika viweze kumpa raha na viweze kumpa tulizo katika moyo wake. Wanaendelea kusema watu wa akhlaqi, jambo lingine ni taghyirul makani, ni kubadilisha sehemu. Hata watu wa psychology pia wanaunga mkono haya yote, wakisema ya kwamba mtu anapokuwa amekasirika, kwa kawaida ikiwa hatabaki pale pale na atamuona yule mtu ambaye amemkasirisha, basi huenda ikawa ni sababu kubwa sana ya kumdhuru, sawa, au ikawa ni sababu kubwa ya kumuongezea hasira zake, kwa sababu bado anakuwa amechemka muda huo na bado anamuona mtu ambaye amemfanyia mambo hayo. Kwa hiyo mtu atakapobadilisha sehemu, sawa, kama ulikuwa ndani, toka nje kidogo, jitenge kidogo na yule mtu aliyokuudhi. Kwa hiyo hii pia ni katika sehemu ambayo au ni katika vitu ambavyo inatakiwa tujiepushe navyo endapo tutakapokuwa tumekasirika. Naam, anaendelea kusema katika jambo la mwisho ya kwamba mtu atakapokuwa amekasirika, basi yatawadha, basi aende akashike udhu, kisha wayagtasil bilma'il barid, na pia aweze kuoga kwa maji ya baridi. Hivi ni vitu ambavyo watu wa akhlaki wamevifanyia tafiti, hata pia watu wa psychology, sawa, wanashauri mambo hayo. Kwa hiyo inatakiwa tufahamu na tujue ya kwamba hasira ni jambo ambalo endapo utaliendekeza katika hulka yako, huenda ikawa ni sababu kubwa sana ya kukuangamiza. Wa ila huna aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.